Wakristo wengi tumepigwa sana kwenye eneo la kiuchumi. Kwa nini Wakristo hawapati wanachokiomba sana? Ni kwa sababu hawana nidhamu kwenye eneo la sadaka. Ufalme wa giza wako makini sana kwenye hili eneo, na wamefanikiwa kwa sababu wako makini sana na wana nidhamu sana kwenye eneo la sadaka. Mchawi akiambiwa kwamba toa mtoto wako, hapingi, anatoa. Akiambiwa toa ndugu zako, hapingi, anatoa. Ikiwa hauna nidhamu kwenye hili eneo la sadaka, wewe una uhakika kwamba hauwezi ukapata matokeo. Sasa angalia, wachawi huwa wanatumia kanuni ya Ibrahimu. Mungu baada ya kumwambia Ibrahimu kwamba anataka umtoe mtoto wako sadaka, Ibrahimu hakubisha, akasema sawa. Angalia Mungu anachomwambia, kama haukunizuilia mwanao wa pekee, kama nikubariki, nitafanya nini? Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya ya kwanza mpaka ile aya ya 15. Kwa hiyo ndo maana hao wengine wakiambiwa kwamba fanya hiki, wanafanya. Mtoe mke wako, anamtoa, wala hadauti. Toa mtoto wako, anatoa, wala hadauti. Kwa nini? Ana nidhamu. Na sadaka yote inayoleta matokeo ni sadaka inayotolewa kwa nidhamu na imani. Sio zile sadaka tunazotoa kwamba bora liende. Changamoto nyingi leo ambazo tumekutana nazo leo, tusingekutana nazo ikiwa tungekuwa watu wa nidhamu kwenye eneo la sadaka. Kwa hiyo baada ya kuruhusu adui akapiga familia, akapiga watoto, akapiga mme, akapiga tabia, akapiga uchumi, tumejikuta tuna tangatanga.